Waandishi wa habari mliofika hapa siku ya leo tuliokuwa mbele yenu ni wawakilishi wa vijana wilaya ya Kinondoni, tunaounda kata 20 na mitaa yetu 20. Tumekuja mbele yenu tukitambua wazi hali iliyopitia nchi yetu Oktoba 29 haikuwa mila wala tamaduni zetu wa Tanzania. Kufanya fujo, kuiba mali, kuchoma moto miundombinu ya serikali, kuharibu mali za watu binafsi kwa kisingizio cha maandamano yasiyo halali. Kwa yote yaliyotokea Oktoba 29, kama vijana wa Kinondoni tumepata funzo kubwa, kwani siku hiyo watu wengi tulikuwa tupo katika biashara zetu, wengine wauza chipsi walikuwa washaandaa biashara zao, mama zetu mantilio washaandaa biashara zao. Pale ilipotoka tamko la serikali kwamba mwisho saa 12, watu wengi sana walipata hasara. Lakini tunaelewa madhara yalitokea siku hiyo mengi. Wapo wanafunzi ambao walikuwa wanajiandaa mitihani, wanetu, wadogo zetu walipata madhara siku hiyo. Yapo madhara mengi sana yalitokea. Hasa kama sisi vijana wa wilaya ya Kinondoni tuliathirika, kwani wengi hatukuweza kuwa tumejiandaa na ile jambo. Hatukuwa tumeweka stock ndani. Kwa kutambua tayari serikali kupitia jeshi lake la polisi imeshakataza maandamano ya tarehe 9 kwa kusema hakuna maandamano, na kuna viashiria vya uvunjifu wa amani ikiwemo uchomaji wa bandari, ulipuaji wa vituo vya polisi na kuiba silaha kwa lengo la kufanya uhalifu. Sisi kama vijana wa Kinondoni tunaungana na serikali, hatupo tayari kushiriki, lakini tunatoa onyo kwa vijana wengine ambao wanatokea maeneo mengine kuingia katika wilaya yetu ya Kinondoni na kuja kufanya vurugu. Hatutokuwa nao. Tamko letu sisi vijana wa Kinondoni, sisi vijana kutoka wilaya ya Kinondoni tupo tayari kushirikiana na serikali kuhakikisha siku zote ndani ya wilaya ya Kinondoni kunakuwa na amani na utulivu. Tamko letu sisi vijana wa Kinondoni, tunatoa tamko kwa pamoja. Tupo tayari kushirikiana na serikali kuhakikisha amani na utulivu vinapatikana ndani ya wilaya yetu ya Kinondoni. Kwa kutambua serikali kupitia jeshi la polisi imeshasema maandamano ya tarehe 9 ni haramu, sisi vijana wa Kinondoni tunasema tutaungana na jeshi la polisi, na tunaomba jeshi la polisi tuhakikishie ulinzi na usalama pindi tutakapokuwa tunakabiliana na wahalifu wanaotoka maeneo mengine na kuingia ndani ya wilaya yetu ya Kinondoni kwa kisingizio cha kufanya maandamano siku ya tarehe 9. Tunaomba jeshi la polisi pia tuhakikishie usalama vijana wa Kinondoni kila tunapokuwa katika shughuli zetu siku ya tarehe 9. Lakini tunatoa onyo kwa watu wote wanaotoka wilaya zingine kwa kisingizio cha maandamano kuingia ndani ya wilaya yetu na kuja kufanya vurugu zao. Tutakabiliana nao kabla hawajafanya vurugu. Kwa kulitambua hilo, tumejipanga kila mtaa, kila kata kuhakikisha hakuna mgeni atakayeingia kuja kuanzisha vurugu katika maeneo yetu. Kama yupo, tutamshughulikia sisi kabla jeshi la polisi halijafika. Kwa jina naitwa Shukuru Mizambwa, ni mkazi wa wilaya ya Kinondoni, kata ya Makumbusho. Mimi nakemea vikali sana kwa matukio yaliyotokea awali, yaliyotokea nyuma. Sasa hii tarehe 9 wanasema tena maandamano. Sisi ni vijana, utafutaji wetu ni mgumu, na mpaka sasa hivi swala lilokuwa limetokea, mitaji yetu imekatika, tunauguza, bado tuna wagonjwa, hatujui tunashika wapi. Sasa na hiyo wanavyotuambia hivi tena maandamano yapo, kwa kweli sisi vijana tumekaa chini, tumetafakari, tumeona hawa wanataka kutuharibia na kutuangamiza na maisha yetu. Kwa hiyo sisi vijana tumeshirikiana au tunashirikiana vijana kwa kufanya mambo haya yasitokee tena, na huyu atataka kuyafanya mambo haya tutaanza naye yeye, afu akawaambie watu wake waje tuwashughulikie vizuri. Kwa hiyo sisi tunaiomba serikali isiwe na shida ya aina yoyote, sisi tutafanya kazi yetu, wao tutawapelekea tu mustakabali uliotokea. Basi ndio hilo tu la kwangu mimi. Kwa jina naitwa Oga Ali Dadi, natokea kata ya Nanasifu. Ni kijana kwanza mpenda amani na kijana Mtanzania.
tupo kwenye kukemea vikali swala lililotokea tarehe 29. Hatutaki litokee tena tarehe 9. Yaani watu watakayekuja kutoka kwenye kata tofauti wakaingia kwenye wilaya yetu, sisi kama vijana wa Kinondoni tumejipanga vilivyo, na tunaomba jeshi la polisi litusimamie hili na tusikie kilio chetu. Hatutaki lijirudie tena ili swala, kutokana tulishapoteza watu pindi linatokea swala hili, tumeshapoteza biashara, watu wameshaingia umaskini. Swala hili tunalikemea vikali vilivyo na hatutaki lijirudie tena. Meseji yetu kwa wahusika, tunataka amani na hatutaki vurugu. Maandamano huwa yana sheria yake. Andamana pale panapokuwepo na sheria, ifuatwe sheria, waandamane. Kwa jina anaitwa Joseph Gay, ni mkazi ya wilaya Kinondoni katika kata ya Mwananyamala. Sisi kama vijana wa kata ya Mwananyamala tuna tamko letu kwa wale watu ambao wanaotumia kujifanya wanaandamana wakati wanakuja kuleta vurugu, wanakuja kuleta wizi katika taifa letu, ambao taifa letu ni kubwa la amani. Sisi tamko letu kubwa kama vijana wa wilaya ya Kinondoni na kata ya Mwananyamala kwa ujumla, kwa pamoja tumeunda ushirikiano mmoja mkubwa sana kwa kuwadhibiti hawa watu wanaojiita wao ni wanaharakati, wanataka maandamano, kutaka kututafulia nchi yetu yenye amani. Sisi tumejipanga na tutadili nalo, na tunaliomba jeshi la polisi watuunge mkono, watugee ushirikiano mkubwa. Sisi tupo tayari kuwadhibiti kabla hawajafanya kitu chochote, na kama watu watatokea katika kata nyingine, katika sehemu zingine, wakija katika wilaya yetu wakijifanya wanaandamana, sisi tutadili nao sahani moja, ngadu kwa ngadu, tutapambana nao kwa kila hali. Watakapokuja tutawapokea hivyo hivyo. Sisi tunaomba jeshi la polisi kupitia mkuu wa polisi IGP Wambura, tunaomba hii ni ombi letu sisi tupo tayari kuwadhibiti hao raia wapumbavu, wajinga. Tupo tayari kuwanyoosha. Watakapokuja tutawapokea. Sisi tuko tayari kwa huo ujinga wao wanaotaka kuueneza. Tamko letu wajiandae, na sisi tupo kwa ajili yao. Kinondoni na Tanzania itabaki salama.